Watu wengi wanaamini kwamba wanahitaji kuwa na confidence kwanza ndipo waweze kuchukua hatua. Utasikia mara nyingi wanajiambia, siku nitakayojiamini ndipo nitaanza kuongea mbele za watu. Siku nitakayojiamini nitaanzisha biashara. Siku nitakayojiamini nitaanza kuposti YouTube. Lakini ukweli ni kwamba confidence haiji kabla ya action. Confidence inajengwa kwa wewe kuwa na experience ya kufanya kitu fulani. Hakuna mtu aliyezaliwa akiwa na confidence ya kuongea mbele za watu. Hakuna mtu aliyezaliwa akiwa na ujasiri wa kuongea mbele ya kamera, na hakuna mtu aliyezaliwa akiwa na confidence ya kufanya biashara. Kila mtu unayemuona alijifunza mpaka akawa bora. Na hiyo ndio sababu kila mara unapochukua hatua, confidence yako inaongezeka. Kwenye hii video leo nitakuonesha kwa nini confidence inaletwa na action na jinsi utakavyoweza kujenga confidence yako kuanzia leo. Tatizo kubwa linalowazuia watu wengi leo hii kukosa confidence ni kwamba wanataka waondoe hofu kabla ya kuanza kitu fulani. Wanataka kwanza wajisikie tayari kwamba wana ujasiri wa kufanya hicho kitu, na hiyo siku haiwezi ikaja. Unaweza kungoja miaka yako yote na usijisikie ready, kwa sababu ukweli ni kwamba akili ya binadamu imeumbwa kutulinda, na ndio maana kila unapotaka kujaribu kufanya kitu kipya, akili yako lazima italeta sababu za kwa nini usifanye hicho kitu. Itakuonesha hatari, itakuonesha kushindwa, itakuonesha namna watu watakavyo kuhukumu kupitia hicho kitu unachotaka kukianzisha, na mwisho wa siku unajikuta unahairisha, na kadri unavyohairisha ndivyo hofu inavyozidi kuwa kubwa ndani yako, na kadri hofu inavyozidi kuwa kubwa ndipo confidence yako inashuka taratibu. Watu wengi wanaamini kwamba hawana confidence, lakini ukweli ni kwamba hawajawahi kujipa nafasi hata siku moja ya kufanya vitu vinavyowaogopesha. Kwa mfano, mtu ambaye anaogopa kuongea mbele za watu, anakaa miaka yake yote akiamini kwamba mimi siwezi kuongea mbele za watu, lakini hajawahi hata siku moja kujaribu. Hana hata experience, kwa sababu confidence sio hisia. Confidence ni kujijengea imani kwenye akili yako kwamba hichi kitu ninaweza kukifanya, na hiyo imani inakuja na wewe kufanya tena na tena kwenye kile kitu mpaka uwe bora. Kwa nini action inajenga confidence? Kwa sababu kila unapochukua hatua ni kama unatuma ujumbe muhimu kwenye akili yako kwamba ninaweza kufanya hili. Haijalishi umefanya vizuri au la, cha umuhimu ni kwamba umefanya. Kwa mara ya kwanza inaweza kuwa ngumu, kwa mara ya pili inaweza isiwe vizuri sana, kwa mara ya tatu inaweza kuwa rahisi, mpaka ukaanza kujiuliza, nilikuwa naogopa kufanya hiki kwa nini? Kwa nini sikuanza muda kuchukua hatua? Confidence haijengwi kwa kufikiriwa. Confidence haijengwi kwa wewe kukaa na kusoma vitabu tu. Confidence haijengwi kwa kutazama motivation video tu. Confidence inajengwa kwa wewe kwa kufanya na kuwa na experience ya kitu fulani. Kwa mfano, ukiwa unataka kujifunza kuogelea, hauwezi kujua kwa wewe kukaa tu pembeni ya bwawa. Ni lazima uingie ndani ya maji na ujifunze.
Pia ukiwa unataka uwe speaker mzuri, hauwezi kuwa na confidence kwa wewe kutazama speaker wengine, ni lazima uanze kuzungumza tu. Action ndiyo daraja linalounganisha confidence na hofu, na kadri unavyoendelea kufanya kitu fulani, hofu inapungua ndani yako. Kama unataka kuwa na confidence kubwa kwenye maisha yako, acha kusubiri confidence. Anza kufanya action. Jiulize ni kitu gani nimekuwa nikikiogopa kukifanya, halafu uchukue hatua ndogo kuelekea hicho kitu. Sio hatua iwe kubwa sana, anza na kitu kidogo. Kama unaogopa kuongea mbele za watu, anza kuongea na stranger, anza kuongea na watu wachache. Kama unaogopa kuposti content zako, jirekodi video moja leo na uiposti. Hatua ndogo zikijirudia kila siku ndizo zinazoleta confidence kubwa. Na watu wenye confidence sio kwamba hawana hofu, ni kwamba wamejifunza kusonga mbele licha ya hofu. Kama kuna jambo moja nataka ukumbuke kwenye hii video ni hili: confidence haiji kabla ya action. Action ndiyo inajenga confidence. Kila unapochukua hatua, unajithibitishia kwamba unaweza, na kila unapojaribu mara kwa mara, ndipo unajenga imani ndani ya akili yako, na kila mara unapokabiliana na hofu, ndipo confidence yako inaongezeka. Kwa hiyo, usisubiri mpaka siku ambayo utajisikia tayari. Anza leo, anza ukiwa unaogopa, kwa sababu confidence yako ipo upande wa pili wa action. Kama umejifunza kitu kwenye hii video, andika kwenye comments, nimechagua kuanza hata kama sijisikii tayari. Usisahau kulike, kusubscribe hii channel. Kumbuka, kadri unavyochukua hatua ndivyo confidence yako inaongezeka. Tuonane kwenye video inayofuata. I love you guys. Thank you for watching.